Hello. So I'm hoping you're doing great today and you're having an awesome day. So we want to continue with what we've been doing so far, and today nataka tuone vile tunaweza kwa able kuchora kitu kama hii tulikuwa tumedraw last time. Tunataka tukuje tu draw hapa hivi. Ni hapa maana wapi? Yes, so cha come to draw kwa hiyo pia ikuwe na kitu kama pagola juu, alafu tunakuwa na glass. So kuna options mingi. Option moja unaweza kuja tukabeba hii nyeka hapa hivi, unaicopy, unakopi kijana, unakuja paste. Unaweza fanya hiyo maneno in option 1, option 2. Tell me option 2 my friend. Option 2 pia unaweza kuja tukadraw hapo. So kitu ya kwanza cha tuende kwa sio tunaona kwa one story. Tuende kwa one story. Ama ni yuko juu ni kwa story kweli. Tukuje kwa story then to change binione kwa to story. I think need to story sini roof. So tunataka to change hii kwanza. Tuna click hapo alafu na create new node. Hii node nataka ikuwe hapa hivi. Then naweza click hapa, naweza click tuseme any point hapa nika create new node. Na fi node nisikume kwa side ya wall. I think ni hapo. Then sasa hii slab ya katikati nataka ikuja hadi hapa hivi. Naweza krea hapo, nirudie huku kitu tu same ama kitu hicho ulichokifanya. So ni hapo hivyo. Sijui kama ni hapo, naona haijakuja fiti, lakini acha tuandike 3D. So ndio part tumefanya hapo. Hii kuja ijifunge hivyo. Sasa hapa na hapo tumesema tunakam ku draw hii hapa, but si lazima. Unaweza fanya style yenyewe mwenyewe unataka. Style yenyewe nilikuwa nataka on this one, nilikuwa nataka hapa kukuwe na pagola. So inamaanisha hii nirudishe nyuma, ndio hiyo space iko hapo, nikuja nikichora pagola yangu ataonekana ama itaonekana. So kitu tunafanya, si tuko ready na hii node hapa. Nikiclick hii node naweza leta hii kitu huko chini kabisa, ni ficha hapo ndani. Sema unaweza ficha ndani kidogo kama utakingine yako ionekane. So basically hapa hivi tunatakia kwa hii line, along hii line dong. So tunakuja hapa hivi tena tuna create node. Alafu hiyo node naweza ileta hapo penye inakutana na hii line ya kutoka huko chini, so that ili nikiclick hii sasa ni create new node na nileta huko chini, italeta hapo conflict ya interest. So anakuwa na vitu zingine zinatonga conflict ya interest. So sofa iko chunju, iko fiti, iko fresh, iko normal, iko sawa kabisa. Nilikuwa nataka kitu kama hiyo. So tukiona kitu kama hiyo tunaweza kuja tukachora hii design yenye tulifanya hapa hivi. Nilikuwa nimesema kuna tricks mingi. Trick ya kwanza unaweza kama kwa kitu tulichora kwa ground floor kweli. Tulichora kwa ground floor, click. Ukisha click unafanya control C, yani una copy. Unaweza copy zote ama unaweza copy moja tu. Acha tu copy tu moja for now. Alafu nakuja kwa story 1 story, 2 story. Nakuja kwa 2 story, si ndio? Nakuja tuna paste hiyo maneno, tunafanya control. So kama ukifinya, kama una paste kitu, kama ukikuwa umezoom mbali unafanya control V, itapaste penye ulikuwa umetoa initially. Niki escape this time ni zoom in. Simi nataka hii area ya hii ndio nataka kutumia, ni zoom in alafu nifanye control V then paste ya kwa screen hapo hivyo. Hiyo ni janja tu vitu kijua. So ninaweza click nikai drag. Nime click alafu nifanya control D, yani option ya ku drag. Nikuja ni drag base kama chatu drag base kama hii penye hii nini tulikuwa imeishia, inatoa rail tool. Alafu ni rotate. So ku rotate ni control E. Nitaka ni rotate, ni click hapa, nichague hapa hivi. Masengo of course bado inasumbuanga. Nilikuwa nimesema ukimalizia ndio imebaki ndani mpya, lakini kakula pesa nikasahau kuna mpya. So basic tukiwa nayo kwa hiyo line tunaweza kama mko tuka confirm sasa iko penye tunataka ama iko mbali sana. So naona iko juu sana, inamaanisha tungeipaste kwa
tungepaste kwa story 2. So unaweza enda kwa story 2, unaweza rudi kwa story 1 ukaipaste hapa kwa story 1, alafu itakuwa easy kuedit. Ama kama utaki kufanya hivyo, ukiwa tu bado uko huku juu kwa story 2, zeteremsha chini ukitumia edit kutumia elevations. So in this case ni kuona hiyo kitu iko wapi, kwa elevation ya north elevation. So acha tu refresh north elevation iko ina cover kitu yote. So iko kwa north elevation. So nikikam kwa elevation ya north, double click on it, inanifungulia mbio. Hapo imenifungulia pole mbio. So na kama naiona ndio unaona kitu huko juu iko alien, kitu alien huko juu. So na click, fanya control D, nafanya drag mpaka pa alipenye ndaona ni position, which ni eke pale kama hapo hivyo. Of course you know option moja. Option nyingine tu unge click na una change location yake kutoka kwa ground sema ground. Ya unge click tu na una change option yake kutoka kwa ground. Hiyo inakuanga easy. So unaona inaonekana huku juu, hatutaki ionekana huku mbele. So tu click, alafu tu edit. Easy tuzirudishe, tuseme turudishe hadi hapo. Iko kitu kama hivyo. So far so good. So far everything looks amazing. So nataka tu tuka drag kidogo, ana click control D ni drag na kitu kama, acha tutumie 45, yani kasikwe kwa edge kabisa, kitu kama hiyo ama pale kama hapo. Then tunataka tu nakumbuka vile tuko na distribute, tunataka tu distribute mpaka huko. So kama ume click, una right click, unakuja kwa move, unakuja kwa multiply, una click multiply, unakuja kwa distribute, unasema distribute by this time to distribute by, last time tukatuma distribute by 15, ama tuende tuna 15 again, tuende tuna 15 by 15. Alafu unataka uanzie wapi? So acha this time tuanzie hapa, tuseme zilete, unaona vile na distribute by 15, tuzilete tuseme. So nikifika hapa na nambia ni 4202, kama nimefikisha huko mwisho kabisa 4202. Alafu kumbuka yetu hiyo nyingine tulikuwa tunatoa, tuli drag 45. So tunachukua 4202 na ndamo 45. Hiyo sababu inasumbua. Tupata 41. Yes man, sababu inasumbua ni aje. Unapata 4157. I think 4157. Chetu to guess 20 na 4157. Type of 41 57 na 57 yeah. Tunakuja pale kama hapo. Tukikam kwa 3D, ndio kitu tumechora kitambo. So basically ni kama una try ku break monotony ama repetitive, hiyo kwa repetitive kwa design yako ya netoaji. Hizi mabalcony ndo zingine tunataka zikuwe kama mapagola yani, but juu bado tuko na cover na glass, so that kama msaka hapo time ina rain asifeel asinyeshewe yani. Unaweza tulia tu hapo time ina rain. Kama ni mtu akula, tunasemanga kukula jabo, unaweza kula tu vizuri bila kuogopa mambo ya mvua kabisa. So to come to draw up hiyo slab yetu, but of course ukiacha bila kucover ni the best option. Juu sasa essence ya pagole na konge kwa na kuunda place kwa live in times ya ku breathe air yani air circulation iko fit, uko na air circulation vizuri, si atu umefunika completely. So ukiacha ikwe open, I think pia ni better option than kama umeifunika. I think umenipata. So si tumesema tunataka ikwe glass, so na click, nafanya control T,
tuko tumecreate material ya glass somewhere. Glass first DA01. Sema okay. Kwanza glass inafaa tufanye kwa surfaces zote ziwe grass. Tunafanya okay. Hapo sawa, hapo vipi, hapo sawa, hapo chonjo, hapo sawa. Kwa sawa kabisa. Hii iko sawa. So tunakuja kufunika huku juu man. Bora mtaki kurusha mara huku juu itanguka ndani ya nyumba. So ni kufunika. So kufunika, but tuko na nini hapa pia, acha tu edit pia. Tunarudi kwa two story. Nikirudi kwa two story ilikuwa pia kitu tunataka ku edit. Is it this to click man, imenipotea. Bunarudi kwa 3D nione. Nataka ku edit hapa. Sijenda George ni hapo. Yani nataka ku edit hapa. Hii slab haifai kwa hapa. Hii slab na tunataka ishi hapo. Na tutakuwa na slab ya iko kwa point ya chini kidogo. I think ni hapa. This ko sure. Hebu tuone. Acha tufanye kitu kama hiyo then tukuje tuone ina change nini. Yani hapo. So node hata kulikuwa na node already ya black iko hapa. Node tu ni kuileta iko straight na hii kama hapo. Sasa inafaa tuleta totally, tunaleta completely mpaka huko mwisho. Inamaanisha hata hii slab yenye tuko nayo hapa hatuhitaji. So kama uhitaji, sometimes unaweza kuja ukashikanisha hii hapa. Ukishikanisha hii na break hii slab into two. Nikiescape sahi nirudi ni click iko kivyake, hii slab nyingine iko kivyake, so unaweza delete. Alafu ukiangalia hivyo iko sawa. Hata bado iko sawa. Bado hapa ni click hapa. Nikuja nitafutie node hapa. I think tunywe click. Tutagesi tu lakini tutapata kitu tunataka. Ama acha ni control Z. Nikuje kwa one story. Nikuja ni draw line hapa. Nitumie line tool. Ni draw line hapa. Hivi ni draw line hapa. So nimekuja hapa inpay penye nahitaji line penye tuko tumechora slab yetu imeishia. Nikanichore hiyo sasa, inamasha line yangu, nikuje nichore hapo. Alafu nirefushe ipite huku mbele ndio nione vizuri, siona vizuri. So nikiclick nifanya control C, nikuja kwa two story. Najaribu kuzoom mbali kidogo, nafanya control V, alafu na right click na nafanya okay. So basically hii tunataka node iko pale kama hapa, so that hii iko hapa penye imeishia ama penye manzia, alafu hii iko hapo hivyo. Yani tutamsha tu chini kutana na hii, which ni pahali fulani hapo hivyo. So tukikam kwa 3D tuko na kitu kama hii. Yani issue nilikuwa nimesema ninataka hii place nitumie ku bring in light kwa nyumba. Watu wengine wanaitanga hii place foyer. I mean essence yake tu ni ya ku bring light. So hata naona iko na slab. Kuna slab hapa ama ni hadi chini. Yes. Watu wengine wanaitanga foyer. Kwa lugha nyingine inaitanga foyer. So nikirudi hapa, mapi unaweza tumia kama skylight. Nikirudi hapa so nataka nichore hii, nataka ikuwe tu na slab yake vyake. So naweza sasa so far bado sijui dimensions za hii place vizuri, so acha nichore tu hivi. Kama ijengiana nda tutachange tu ama tuta-adjust. Option nyingine ni kutumia hizo line tool. Kutumia line tool una adjust hizo.
zinakupa vifiti. Think kako sawa, kako shwari kabisa. So acha tu create to texture mpya, element surfaces. Tu create texture mbili mpya. Just kumbuka ni texture gani tulikuwa tunatumia last time. Nataka texture ya 13 glossy white DA13. Pia nataka ku create texture ya glossy white DA14. So nime create DA13 na pia na create DA14. Alafu nikiklik inafanya control T, alafu ni change texture. Hata ya juu nataka ikue nime create 13. Alafu ya chini nataka ikue DA14. Hiyo ya glossy white. Hii inaweza kuwa any of those two, hata si lazima. Sasa tuniache hivyo. Alafu nataka ni change position, nirudishe chini by seme -500. So tano ni pesa. -500. Chani kapandisha juu kidogo by 350 kwa -350 yako pale fulani hapo bahari yake. So hiyo letu tukiklik, so tukiklik hiyo letu ni 27, urefu wake ni 5700. So nataka hii pia urefu wake uko 5700 kwenda huko ndio ibaki vile imekuwa hivyo. So nikikuja kwa one story, tunasema hii yenye hapa nataka ni create ziko mbili, ama hii tunaweza end hapa, naweza cut hivyo. Kuja kwa 3D wana kitu nasema, so kama hii nimecut hivyo na maanisha nahitaji nyingine, ama hata singe cut but nisha cut. Then nikiklik inafanya control shift plus D, I drag to a point, alafu nairudisha nyuma to a point. Then naifanya click ni control T, I click nafanya control T, tukanirudisha by -300. So 30 nafanya okay. So zimerudia to the same point. So tunataka tukue na pagola hapo pia, then nyingine itakuwa kujuu pia. So tukitaka kuchora hiyo kitu kama pagola hapo, tunaweza kuja tukacopy bado. Sikuna moja tumekuwa tumedraw somewhere hapa, tunaweza copy hiyo tukaileta huku. Ni kucopy ama kudrag, tu drag. Unaenda kwa story 2 na click una drag. So nikiclick control shift plus D ili ni drag to copy yake. Sitaki kuiba yenyewe, misimu hizi. So nikikuja niweke hapo kwa sikuwa nataka hapo, acha nifanye control D ilete kama hapo. Nilikuwa nataka hapo, nifanye control E ni rotate kuja kitu hivyo, alafu nirefushe ifike kwa mwisho. Niangalie kwa 3D penye iko location yake, location. Kuna chora wapi? Na ndio hapo. So hapo tunaona iko juu sana. So naweza click nikaiteremsha chini kidogo. Click nifanye control T, naweza sema acha nimshushe, niseme -100. Tuna ngapi? Bado juu sana. So acha tuseme -300. Alafu tumreduce akwe kitu kama 75. Kwa nini napandisha juu niliandika 300 badala minus. Kuna shida. Niko na shida.
niendelee ku minus hapo. Sasa nahitaji tu ku minus by tuseme kitu 75. Ibaki ile space tutachora ile place, tutakuja tuchore glass, ama acha tuweke hata iko 55. Sawa, alafu nataka ni adjust hii. Sijema ninge drag tu, nifanye Ctrl D ni drag by, sukuta zetu ni 200. Hata hii kwa lazima nifanye hivyo, hiyo nimewaste tu time. Sasa nataka ni distribute mpaka hapa tena, so na nikiclick na right click naenda kwa move, naenda kwa multiply, naenda kwa distribute. This time 15 minutes. Tunaenda kwa distribute, nataka ku distribute kitu 7 pekee yake. Acha tu distribute kitu 8 pekee yake. Nafanya okay. Nakuja hapa na distribute mpaka simeni distributed. So nikikuja hapa hivi inipei point yenye ni mbele yake. Sema acha ni distribute mpaka hapo hivyo. So na pia nilikuwa nimechagulia hii imenipea, hii ndio imenipea point yenye ni hapo hivyo penye ni mbele yake. So mistake hiyo point acha ni distribute mpaka hapo hivyo. I think umeona penye nimechora line yake nimerukisha, ama da rahisi nikikuja kwa move nirudia command move multiply Ctrl U distribute hivyo, nikuje nichagulie kwa hii node ya chini. Nataka nilete mpaka hapo, ni distribute hivyo hiyo style. Alafu ni click ya mwisho nifanye Ctrl Shift plus D, ni click kama kwa hii node na niache, yani ni make copy yake, nifanye Ctrl T, nikuja niseme hapo iko 155, nifanye okay. Nikuja ni click Ctrl D, Ctrl Shift plus D, ni make copy yake again, nifanye Ctrl T, nikuja niseme kwe -55. Nifanye okay. Kuja kwa 3D, niona nufula gani niko nafanya. So far iko okay. Alafu sasa hii ya mwisho, hii yenye imekuwa ya mwisho -55 ndio nataka ku distribute again. So naenda kwa move, naenda kwa multiply, na distribute again. This time tuseme to distribute by 6. Nafanya okay. Na tuseme ni click this time hii node ya mwisho, alafu ni distribute mpaka point fulani hapo hivyo, nafanya naachilia hapo. So far iko hivyo. Alafu sasa naweza kama nika draw kiglass hapo juu. Alafu kitu kingine nilisahau kufanya, ningechange hata texture hizi. Acha ni click hizi zote, si tumetumia yellow sana. Sijui ni yellow ama ilikuwa paint gani, hata ama ilikuwa sijui kwa paint gani texture. So ninaziclick zote, hata nikitaka niweza group nikafanya Ctrl G niweza group, ili next time nikitaka kufanya kitu naanza na kwa easier. Nakuja kwa options, elements, surfaces, nataka ni create, tuseme tutumie texture hii ya color kama cobalt blue, but tuseme ikoe DA01 DA01. Alafu tunafanya Ctrl T na tunakuja tuna change hiyo text ikoe hivyo. Alafu sasa tunaweza kuja tukaweka grass juu. So kuweka glass into ni vile tumekuwa tunafanya. Vile tu tumekuwa tunafanya, na kama una draw glass, ama hata sasa ukitaka unaweza drag glass iko kwingine ukaileta hapa. Kama utaki kuja kusumbua kuchange matext, na naweza click kama glass iko hapa, nikafanya Ctrl Shift plus D. Alafu nichukulie kama kwa icon hivyo. Nikujini niekere hiyo icon, acha niekele kwa icon hapo hivyo. Alafu ni rotate, hiyo ni Ctrl E. Ni click hapa, nichague hivi, ni rotate mpaka hapa. Alafu naona kwamba ifiki, so ni nirefushe mpaka kwa hiyo point. Alafu kupia nirefushe kwa hiyo point. So normal ni glass yetu inakuwa mrefu sana, so nirudishe mpaka kwa hii point.
hata si ni point hapa, alafu nyingine hii ni point ile imetokea kwa line ya huku, ni reduce kwa hii point pia hivyo, kitu kama so ni vile tu glass yetu yenye tumetoka this time ni very thick ni aje, so to reduce kwa 45 thickness yake kwa 45. Kumbe hiyo glass kwa nimechange thickness yake, hii hata nilikuwa nimesahau. Hii glass tuliweka hapa hivi bado iko na ukubwa wake wa kawaida, so hii ilikuwa inafaa kwa 75. Ilifaa 75 na ilifaa kwa juu, so tuweke 75 hapa, ilifaa kwa hivyo. So hii pia ngani tumechora sasa, hii iko tu okay. So kitu naweza fanya nikirudi hapa, naweza drag tena tu copy hii ni control shift plus D, nika drag copy yake, nikakuja nikawekea point kama hiyo, alafu nirefushe ifike mwisho. Mwisho ni hapo, mwisho ni hapo. Nafanya fala gani, mouse inasumbua. Mwisho ni hapo, alafu nafanya control T. Kufanya control T na change location, yani ilikuwa natumia -355, so -355 plus 45 plus 45, hiyo ni -310 -310. Ama nimeanguka hesabu, ni -310. hiyo glass ndio hii, vile tu sijafikisha mwisho. So of course ukiwa kwa visualization unaweza fanya hiyo glass ikakuwa kama, acha nifikisha hapa, ikakuwa kama color tofauti, na ndio pia itakuwa visually pia inaweza kuwa rembo. Tuweke hapo. Alafu sasa tunataka glass ya kuteremka hapo chini. Hii glass ya kuconnect hapa hivi. So kuunda glass nataka hapo, hata nikitaka naweza tumia tu akajama kenyewe waka, but sasa niende kwa ni suspend groups, kuja ni click akase, nikafanya control shift plus D, nikasongesha hapa, nika change kakwe, nikadanganya nika glass. Alafu hii sasa hii sticker tunaanzia 75, na tuseme tuishushe mpaka 300, and thickness yake iko 300. Atijafika poa. So tuone tuna glass ya juu control T, nimefanya glass ya juu control T, naona ni 45, kwa naanzia 0, mimi nimeanzia 75, so inaanzia 0 alafu 300, si ndio hivyo? Ndio hivyo. Alafu control T tuna change text yake kwa glass hivyo. Tuko tumefunga hiyo chapter. Alafu nini imebaki kingine? So kuna kitu next, natakuja tuchore kitu hapa juu hivi, kitu ya kufunika hapo. Acha nifunge hivi hapa hivi. Ni I hope nimekuwa na record screen. Nifinye file, alafu save. Nafanyanga hivi at times, kumbe sija click software ku record screen.